moja katika mambo ambayo tumepigwa vibaya Waislamu ni jambo la maadili, jambo la akhlaq. Yani we ukizungumzia mambo ambayo leo tumefeli kupindukia, ni katika maadili, ni katika tabia. Ahmad Shauqi mnamjua sana, ni mshairi hodari na alikuwa na ulimi mkali sana, kwa na hikma na kuona mbali sana katika mashairi yake mengi. Ukiyasoma na kuyasikia utaona namna gani alikuwa anafikisha ujumbe kwa njia murua kabisa. Mmoja katika ujumbe wa kuharibikiwa sisi katika akhlaqi anasema hivi: talabatul ilmi, ni vizuri mkauchukua ujumbe huu na mkaufanyia kazi. Anasema hivi: wa idha usiba alqawmu fi akhlaqihim faaqim alayhim ma'taman wa awila. Wa idha usiba alqawmu fi akhlaqihim, watakapopatwa na msiba watu, jamii itakapopata pigo, fi akhlaqihim, katika maadili yao, katika desturi zao, katika akhlaq zao. Yani msiba sio kufa mtu, msiba sio kwamba umekosa jambo fulani na fulani na fulani unayoona wewe kwamba ni mambo makubwa. Anasema msiba anaozungumza Ahmad Shauqi ni watu wakakosa akhlaq, ni watu wakakosa tabia. Wakishapatwa na msiba huo, anasema faaqim alaihim ma'taman wa awila, waekee kilio hao watu, waekee matanga, waekee msiba. Sio akifiwa na mtu, akidondoka mzee wao wa mtaa, akiondoka kiongozi wao fulani waliliwe. Hapana, anasema la, wakipata pigo la maadili, wakawa hawana adabu, hawana akhlaq, waekee matanga, tena kilio cha kweli kweli, kwa sababu hapo wamepatwa na msiba. Ndugu zangu, wallahi billahi nakuapieni, katika zama ambazo sisi tunaishi, pigo letu kubwa na msiba wetu mkubwa upo katika akhlaq na tabia. Hapa ndipo tulipovurugwa kikweli. Wewe angalia tu kundi la watu katika jamii yetu, liwe labda linatoka kuangalia football match, kulikuwa na mechi fulani kule kule, kabla hata hawajatoka kule kule kwenye viwanja vya mpira, sikiliza yale mazungumzo yao. Mimi nishawahi kuhudhuria katika baadhi ya mechi. Zamani nilikuwa nikienda Amani Stadium, wengi hawajui, na wapa siri moja, kwenda kutizama mechi, kwa sababu mimi napenda mpira kutokea ujana wangu. By the way, mimi nilikuwa namba 10 ndo striker. Kama sijaja mimi mechi na ahirishwa. Amna sio makofi. Amuri anapiga makofi, amenogewa. Sasa ilikuwa mara nyingi usiku tunatizama mechi na vijana wengi. Basi yale matusi unayoyasikia nyuma yako huko, unajua kuna baadhi yetu hatukulelewa kusikia matusi kila aina. Sasa mtu anapotukana unaona tabu wewe, unaona vibaya wewe. Unapomsikia mtu anasema vitu vya hovyo unaona tabu. Ile matusi unayoyasikia, kocha anapotukanwa, pengine mtu mzima ambaye anamzaa yule kijana, striker akikosa goli, amekosa penalty, atatukaniwa yeye mpaka baba yake na mama yake wa 7. Yote haya ni maadili yamekosekana. Alafu sasa watu watoke hapo, iwe timu yake mtu imefungwa, wanapita kila pahali, basi nchi itashika adabu yake kwa namna mambo yanavyokwenda. Sasa hiyo ni sehemu moja tu, watu wanatoka kwenye football,
sikwambii kwenye viwanja vingine. Sasa hii inaonyesha kiasi gani maadili ya watu wetu na watoto wetu yalipofikia. Sasa huko kote tumetoka, sasa hivi tuko kwenye mambo ya dini. Haya maadili haya machafu yamehamia kwenye dini sasa. Yamehamia kwenye mawaidha tunayotoa. Si hapa natoa nasaha kama hizi, kama mtabahatika kuingia kwenye mitandao mkaona live hizi zinapita, basi wakaona baadhi ya vijana ambao pengine wanakhtalifiana na mimi kwa njia moja au nyingine, shuhudieni ile kamia, ile idadi ya matusi yaliyo katika zile comments zao. Na kuambia hivi kukuonyesha ushahidi kwamba tumepigwa pahala vibaya mno. Yani sehemu ambayo ilikuwa hakutakiwi kuwa na vitu kama hivi, leo vipo. Na kama sikuona haya, baadhi yao hudhuria katika darasa kama hivi, sio kwa lengo kwamba anaenda kusikiliza, anaenda kuchukua point, nukat, katumwa kama shushushu fulani. Leo bwana katushambulia kweli kweli, katutaja hivi. Yani tumefeli kwa kiwango kikubwa mno. Yani sehemu ambayo ilikuwa haitakiwi haya mambo yawepo, leo yapo. Matusi ya nguoni wanaambiwa watu wa dini, mashehe, maimamu, ulama, wazee, maraisi, mawaziri, wanatukana ovyo tu. Hilo likijulisha jambo linaonyesha ni kiasi gani maadili hayakuporomoka tu, yamekufa. Kwa hiyo tutafute njia ya kuyahuisha. Imam Ghazali ni maarufu sana, hasa katika almutasawwifin au katika sufia. Imam Ghazali ana kitabu chake anakiita Ihya Ulumuddin. Yani kuna kipindi yeye alipofanya observation akaona kwamba ulumuddin kama zimekufa, sasa zinataka kuhuishwa, akatunga kile kitabu. Mmoja katika vitabu vizuri ambao nimewahi kuvisoma, anahuisha mambo yaliyokufa. Sisi maadili yetu ndugu zangu yamekufa. Tunatakiwa wawepo watu sasa wahuishe haya maadili. Tutaweza? Mshairi mmoja anasema, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Anasema utapata kusikilizwa kama unamuita mtu aliye hai, lakini je, mtu aliyekufa unamuita atakuitikia? Ina maana kuna kazi kuhuisha kitu ambacho tayari already dead. Kwa hiyo maadili ndugu zangu yamekufa, kwa sababu pale ambapo tulitarajia kwamba hawa ndio watakuwa watengezaji wa maadili yetu, wao ndio wavurugaji wa maadili yetu. Hawa ambao wanasikiliza darsa kila kukicha, wanasikiliza qala Allahu qala Rasulullah, hawa ndio tulitarajia sasa waende mitaani wawaambie watu, jamani hichi sio sawa, tengezeni ndimi zenu, maadili yenu, dini ni akhlaq. Ad-dinu al-khuluq, faman faqaka fi al-khuluqi faqad faqaka fi ad-din. Dini ni maadili, dini ni tabia. Aliyekushinda wewe katika tabia, jua ameshakushinda katika dini. Hili ninalolizungumza kwa watu wasiokuwa na adabu, wale vijana utaona wamepata mubarrir la kulipeleka kule ambako wanataka wao, alimradi wahalalishe utovu wa adabu na nidhamu walizokuwa nazo. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Darda, amesimulia Imam Tirmidhi, Imam Abi Daud, Mtume anasema, ma min shay'in athqalu fi mizan al-abdi yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Hakuna katika siku ya kiyama kitu kitakuwa na uzito katika mizani
kushinda tabia njema. Hadithi ya Mtume. Yani wewe utakuja na mambo yako mengi, lakini uzito mkubwa utakuwa katika akhlaqi zako na desturi na tabia na mila na silka nzuri ambazo hizo ndio zitakuwa na uzito siku ya Kiyama. Lakini kama haitoshi, si unaona leo tunafunga saumu yetu ya kwanza. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu na atukubalie saumu zetu. Hii saumu kuna na qiyam kitafuata usiku. Hizi ni thawabu kubwa sana. Lakini angalia hadithi ya Mtume. Bibi Aisha anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu innal abda la yablughu darajata as-sa'imi al-qa'imi bihusni khuluqihi. Hadithi ya Mtume nayo imesimuliwa na Imam Abu Dawud. Anasema mu'min, mtu anaweza akaifikia daraja ya mtu aliyefunga akakubaliwa saumu yake, na aliyesimama usiku qiyam. Sio kufunga tu, ni saim qaim. Mtu anaifikiaje daraja ya huyu? Asema bi husni khuluqihi. Anaifikia daraja hiyo mtu kwa tabia zake nzuri. Ina maana ukiwa na tabia nzuri unafika daraja ya aliyefunga, aliyesimama usiku. Kwa hiyo mimi sizungumzi kitu hovyo, kitu bure, ni kitu cha thamani kubwa ambacho ni identification, ni ID yao, identity ya Uislamu wako. Yani Uislamu wako ndo hizo tabia. Mtume wako anaambiwa wa innaka la ala khuluqin adhim. Ndio sifa kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amempa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aya niliwaambia katika khutba, aya zote za Qur'an 6236 zote aya za Qur'an 6236. Katika hizo 130 tu ndizo zinazozungumzia mambo ya ibadat, mambo ya kufanya ibada. Hizo 6236 130, yani wanasema hii ni 2%, au inazidi kidogo au inapungua kidogo, ndio inayozungumza mambo ya ibada. Na haina maana kwamba ibada ni upuzi, lakini kuna kitu kikubwa kimezungumzwa katika hizi aya za Qur'an, zaidi ya 25%. Ni nini? Akhlaq. Wanasema katika 6236 za tabia zimetajwa 1504 aya za akhlaq na desturi nzuri na maadili mazuri zimetajwa mara 1504. Ukikompea 130 za ibada, huoni kwamba kumesisitizwa jambo huku? Huoni kwamba hapa kuna umuhimu mkubwa? Huoni kwamba mtu akifeli hapa amefeli dini? Muamalat, uaminifu, akhlaqi nzuri za kuwa mkarimu, kusema ukweli, kuacha uongo, kuwa mtu mwema kwa wenzako, kuwa na uso wa bashasha, vyote hivi. Ukiacha aya za Qur'an, nenda katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad, vile vile zaidi ya 70%, bali kuna wanachuoni wanasema 95% zinazungumzia akhlaq. 5 peke yake ndio zinazungumzia mambo mengine. Tabia imepewa nafasi kubwa sana. Ndio maana Saidna Umar ilikuwa ikifika pahala anamtaka mtu amlete mtu ambaye atamsimamia katika ushahidi. Anaambia jini biman ya'rifuk, niletee mtu ambaye anakujua wewe. Saidna Umar anamtuma mtu amletee mtu anayemjua huyo mtu vizuri. Anakuja naye mtu huyu, atasimama ushahidi, huyu ananijua. Saidna Umar anamuuliza yule mtu, kaifa taarifuhu, unamjuaje? Unamjuaje? Anamuuliza,
anta jaruhu alladhi ya'rifu makhrajahu wa madkhalahu, hivi ni jirani yako huyo? Jirani ambaye unajua jirani yako kaingia saa ngapi na katoka saa ngapi? Ni jirani yako, kwa sababu akiwa jirani yako ndio utamjua. Umeonana pale, asalamu alaykum jirani, jambo vipi, watoto hawajambo, karibu, una shida gani, nimekuja kuazima. Vitu kama hivi vinatokea kwa majirani. Kuna jambo lolote limetokea, jirani yuko ndo wa kwanza. Kuna msiba, unamwona yupo. Kuna nikaa, kuna harusi, jirani yupo. Watoto, jirani yupo. Zile activity za jirani anakuwa wa kwanza kufika, hata kabla ndugu zako waliolala pamoja na wewe tumbo moja. Sasa yule unamjua, jirani yangu mashaallah, jirani yangu mashaallah. Au jirani yangu natamani nipate mtaa mwingine nihame kwa ajili yake tu, siwezi kuishi naye. Na wengi washahama mitaa kwa sababu ya majirani. Kuna mitaa watoto wanatoka kwao huko wanakuja kucheza hapo nyuma chini ya dirisha yako. Ulali mchana wala ulali usiku. Na ole wako wakanye, ole wako uwatahadhari, jamani mtafuteni pale pa kucheza, ole wako itakunyeshea mvua ya matusi. Mambo mengi yanatokea ni katika viwanja tofauti tofauti, katika mawaqi tofauti tofauti. Sikwambii barabarani na madereva, sikwambii. Kila aliyekuwa ni dereva anaweza akanifahamu vizuri ninachoongea. Nimemkosea mtu kidogo tu, mitusi ambayo hujawahi kusikia wewe utaisikia barabarani kwa waendesha Vespa na waendesha motokari na wenye daladala. Hivi vitu vinatuumiza sana, na lazima tuvizungumze, tusaidiane ili kupata kurekebisha haya mambo. Imekuwa ndo kama sifa yetu. Mitaa yetu, kuna mitaa hasa unaambiwa hiyo mitaa hiyo yani ni maarufu kwa haya mambo ambayo tunazo. Kwa nini iwe mitaa hiyo iwe ni maarufu kwa vitu vya hovyo? Kwa nini? Alafu wenyewe wanaona ndio uhodari. Wewe hujui huu mtaa wewe, sasa utaujua. Kwa nini? Vitu kama hivi ambavyo vinaleta kichefuchefu, kwa nini wewe iwe kwako wewe vinakufurahisha? Na mtume wako anasema aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa, wale waliokuwa karibu nami siku ya kiyama ni wale wazuri wa akhlaq wa tabia. Unamjuaje huyo? Anauliza Umar. Ni jirani wewe? Sema na si jirani yangu. Anamuuliza mara ya pili, anta amaltahu fi suq, umeamiliana naye markiti, yani umefanya naye business, umefanya naye biashara? Kwa sababu ukifanya na mtu biashara kuna kule kukwazana, kuna kule kupishana bei, mara nyingine kuna kutoelewana. Unajua katika hali za kawaida sote ni malaika, sote katika hali za kawaida sote ni wacha Mungu. Unaona hapa kwenye darasa ukimtazama Amr utakuta masha Allah masha Allah masha Allah, huyu nitamuozesha binti yangu. Yani ni mfano, sio kweli Amr, nasema mfano. Kwa sababu unamuona msikitini na kofia yake nzuri ametulia. Mimi napiga mfano kwa huyu ni mwanafunzi wangu, nimemsomesha kule Highview. Unaweza ukatuona sote msikitini hapa wale malaika mashaallah. Uthman Maalim ndo imamu wetu mashaallah. Sikiliza napo huyu ndo mwadhini wetu sote. Naswali 5 salawat. Katika hali ya kawaida sisi ni malaika. Itokee tumepishana kidogo kauli, pale ndo utajua true color ya mtu. Sasa pale ndo tabia za mtu zinajulikana. Ndio maana mmoja wa hekima anasema mara nyingine ni vizuri tukakosana
ili tabia zetu zikafichuliwa na kule kukosana kwetu. Kosana na mtu ndo ujue mwenyewe. Sasa sikuza jamaa mimi namuona mpole kweli kweli yule, lakini juzi bwana nilimuona mtu mwingine. Kwa nini unajua umemuona mtu mwingine? Kwa sababu sasa ile hali ya sote matusi sote tunayo. Nguvu, hasira zote zipo, lakini kuna kujificha, kujitahidi usitokee, kuficha makucha yake. Ndio maana Allah anasema katika Qur'an, katika wale ambao wanataka kwenda peponi, sio wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Mpaka mwisho wa aya. Nasema kama mtu anataka kukimbilia pepo, akimbilie pepo iliyoandaliwa kwa wacha Mungu, na hao wacha Mungu wametajwa katika awsaf alladhina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, wenye kutoa hela zao. Hizi ni tabia nzuri za ukarimu. Tena katika hali zote, fi sarra wa dharra. Ana furaha, hana furaha. Kuna watu wengine hawakupi kitu mpaka afurahi. Tayari anakuambia sasa siku nikifurahi na wewe utafurahi. Kama hajafurahi wala usimwambie kitu. Lakini huyu fi sarra wa dharra, wal kadhimin al ghayr, na wale wenye kuzuia hasira zao. Unaona, hasira kila mtu anazo, hakuna mtu asiyekasirika. Asiyekasirika huyo ni punda, lakini mtu anajizatiti kuzihifadhi na kujichunga asitoe zile hasira, basi huyu ana zawadi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa. Kwa hiyo anamuuliza, wewe ushafanya naye biashara huyu? Kwa sababu katika kufanya biashara ndio kuna kukwazana. Wengi tushakwazana na watu kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya hela. Haya yanatokea, hapo ndipo tutajuana. Lakini hivi sote ni malaika, ngoja litokee tatizo sasa ndio utajua huyu mtu ana tabia nzuri. Hivi tu usimjaji, ngoja apate misukosuko na mitihani fulani. Sasa hizi huwa zinafichuliwa mara nyingi na namna ya muamalati wetu. Kitu kingine akamuuliza, hal safarta ma'ahu, wewe ushawahi kusafiri naye huyu? Sababu hizi sehemu tatu alizozitaja Saidna Umar ndizo sehemu ambazo tabia ufichuka. Uko safarini na mwenzako, unamuona namna anavyokuwa ana huruma na wewe. Unamuona, una watu ukiwa nao katika safari unaenjoy safari yote ile. Anakusaidia pahali ambapo panahitajika msaada, pahali ambapo wewe huwezi kufika yeye anafika. Na kuna wengine mashaallah wanasema, mimi katika msafara wetu huu wote nipeni nafasi mimi, mkitaka maji juu yangu, mkitaka hoteli nalipa mimi, mkitaka chakula mpaka tukirudi. Wapo watu aina hiyo, tumeshawahi kuwaona. Vipi namna anavyokaa na wenzake, ukikaa naye kila wakati unafurahi. Hatukani wenzake wala hakuna kusengenyana. Wewe unatamani kusafiri naye kila wakati. Ukienda ukitaka kuangalia chochote, ukienda kulipa tuambia yule kishalipa. Yule kishalipa.
Sio ile ya kulipiana kwa sababu kuna mambo mengine, bwana utakuwaje nalipiwa mimi kama mwanamke? Hapana. Ukarimu yake siku hizi manake mpaka uweke bayana. Ukisikia lipiwa kila wakati unashtuka. Kile kitu unafanywa, kile kitu unafanya. Dunia ilivyoharibika imekuwa lazima mtu awe na wasiwasi. Lakini mimi nazungumzia maadili. Hayo mambo mengine sisi hatuyataki. Hivi unamuona mtu katika safari kiasi gani? Maana safari Mtume anasema ni qit'atun min al-adhab. Safari ni kipande cha adhabu. Yani zile stress. Mimi huwa nasafiri sana hususan na mahujaji. Wanakupa stress ya hali ya juu. Maana unajua watu mara nyingine ni kama watoto katika tabia. Njoo hivi haji, fanya hivi hataki. Usichukue hiki anachukua, usibebe hiki anabeba. Sasa zinapanda stress, zinapanda, lakini unafunga mdomo wake. Bila hivyo ungekuja ukasikia mama, bwana yule Uthman Maalim Simone hivi, kumbe yule bwana akiwa katika safari ni mkali kweli kweli, ni anatukana mtindo. Yanatokea hayo. Wewe umeshachoka kizunguzungu, unapata madege hayo kilo, alafu kuna watu wengine wanakukera bado ndani, wanafanya vitu, unapata vitu vya ajabu. Ndio maana Mtume akasema safari ni kipande cha adhabu. Yamna'u ahadakum min ta'amihi wa sharabi. Safari inamzuia mmoja wenu kula na kunywa. Yani huli vizuri ukiwa safarini, wala hunywi vizuri. Hiyo kwenda haja peke yake pia huendi haja vizuri. Umeacha choo chako nyumbani, hatumii mtu yoyote, ni wewe tu. Unaenda kutumia choo, anatumia watu 50 kwa dakika 5. Unalala pahala pasipolaliwa, hata mbwa hawezi kulala mara nyingine. Vitu vinatokea katika safari vya ajabu ajabu, vile tayari vinafanya mambo katika hali yako psychologically. Sasa hapo ndo tutakujua wewe ni mtu aina gani. Unaweza ukatukana taasisi nzima mpaka aliyeanzisha, kutokana na mambo yanapotokea katika safari. Ndio maana Mtume alikuwa akisema Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifati fil ahl. Allahumma yassir alayna safarana watwi anna bu'da. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-mandar wa su'i al-munqalab. Hivi vitu vyote vinatokea. Mandhar mabaya, kusawijika uso yanatokea. Mtume alikuwa anasema na ya Rab, nikinge na kusawijika mandhari mabaya na maregeo mabaya na wa'tha, yani shida, shadaidi safar. Katika safari kuna shida. Sasa Umar anamuuliza, ushasafiri naye wewe huyu mpaka ukawa unamjua? Pale ambapo safari inamfichua huyu ni mtu aina gani, ushasafiri naye? Akisema hapana. Kwa hiyo si jirani yake, hajafanya naye biashara wala hajasafiri naye. Anamwambia no, humjui. Idhhab wa'tini biman ya'rifuka fa inna hadha la ya'rifu. Huyu hakujui, huyu kalete mtu aina hii ambaye anakujua. Jirani anakujua, mfanya biashara mwenzako anakujua, mkiwa mmesafiri pamoja kwa muda mnajuana. Kaniletee mtu aina hii. Maadili, nimetaka kuizungumza mada hii kwa sababu maadili ni kitu kikubwa sana. Sasa naanza kutaja baadhi ya sababu zinazowapelekea watoto kupinda na kuharibikiwa katika maadili. Sababu ya kwanza, الفقر الذي يخيم على بعض الأسر. Yani kukengeuka, kuharibikiwa, kuwa na tabia chafu kwa baadhi ya watoto wetu. Tatizo hili huanzia pale ufukara unapopiga kambi katika baadhi ya familia. Al-faqru al-mukhim au al-mukhayyim ala ba'd al-usar. Ufukara, umaskini uliotanda ukaeka kambi katika baadhi ya maboma, baadhi ya familia.
Vipi ufukara na umaskini ndo sababu ya kubadilika kwa tabia za watoto wetu? Naam. Mtoto anapoanza kufungua macho nyumbani, akawa la yajidu ma yakfihi min at-ta'am, kile kinachopikwa pale nyumbani hakimtoshi, hashibi. Chakula anakipata kwa shida na tabu. Huyu mtoto usidhani kwamba hana fikra za kufikiria. Wengine anakuja nyumbani, mama njaa, hatuna kitu leo. Kutokea asubuhi babako katoka hajarudi, na sijui atarudi saa ngapi, na sijui akirudi atarudi na nini. Hatimaye baba anarudi mikono mitupu. Watu wanakunywa maji tu, kuna familia zinakunywa maji tu, zinalala. Zinachemsha mihogo, wanafanya kuwadanganya tu watoto na vitu vidogo vidogo, vibiskuti nini, wanalala. Kuna familia tuna tabu. Kuna mambo wewe unafikiria ni utani tu, lakini watu wana tabu, wana njaa, hali ni ngumu. Watu wanakula mlo mmoja tu, tena ugali leo alafu mpaka kesho mlo mmoja tu, tena muhogo. Wanakwenda huko wanang'oa mihogo hii, wanakwenda kutokosa kuchemsha, watu wanakula basi mpaka kesho. Wewe unakula unatupa pipani, wewe unakula unatupa barabarani. Kuna watu wanakitafuta hicho. Wewe ule ufukara ule unamuathiri mtoto, na inakuwa akili yake ina search. Mara nyingine ana huruma, kumhurumia mamake. Kuna baadhi ya vijiji tuliwahi kwenda sehemu fulani, mtoto wa kike na miaka 18, lakini sura yake utafikiria na miaka 48. Yani ameshapigika. Njaa na umaskini na ufukara unambadilisha mtu mpaka sura. Watu wana shida. Nimewahi kuenda katika vijiji, nimeona watoto wanatembea, watoto miaka 6, miaka 5, wanatembea uchi bila, yani hata chupi hakuna. Nauliza mbona hao? Wanasema na nguo, hatuna nguo ya kuwavisha. Yani wanakwenda uchi, wanazunguka mtaani wanakwenda uchi. Hakuna nguo ya kumvisha mtoto. Yani mpaka zile za mitumba pia hakuna. Ndio maana tunasema wewe ukiona nguo umeshazichoka, hizo zinakuwa mpya kwa wengine. Tafuta njia, ile njia tu ya kwamba bwana hizi wapelekeeni huko. Andaa mazingira kama haya, watu wakavae hivyo vitu. Hivyo ni vitu muhimu sana. Sio kila unachokiona wewe hakikufai basi ujue kinamfaa mtu mwingine. Kanzu hiyo uliyovaa wewe sasa hivi umeshaichoka, lakini kwa watu wengine hiyo ni mpya. Wapelekee, wakabadilishe mazingira. Watoto wao wanahitaji. Watoto wetu sisi alhamdulillah kwa siku wanabadilisha nguo 5. Huko mtu ana nguo moja tu au hana kabisa. Hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo ufukara ambao unaingia katika hii nyumba, mtoto unamwasha ufukara, unamkereketa ufukara, unamuumiza, na mara nyingine huwa ndo anaanza kuchukua hatua mapema. Utaona kitoto mapema kinakwenda kutafuta kwa ajili ya watoto, na ndio maana zimetokea zile leba za watoto, yani ajira. Utaona ajira za watoto. Afrika imepiga kelele sana kuhusu sababu hii ya watoto kutumishwa kufanya kazi. Vitoto vidogo vidogo vinakoroga zege, vinachukua mizigo, vinabeba, vinapeleka nini nyumbani watu wakale. Sasa hili jambo la wao kuwauma, kutaka kutoka kwenda kuangalia angalau wazazi wao wafanyie vyema. Sasa kule wanakotoka, sasa huko wanakoshukia, ile mikono ambayo itawapokea wakati watoto wametoka. Sababu si nataka kuwasaidia wazee, na mimi nataka niwasaidie mama na baba. Sasa ile mikono ambayo ataangukia sasa, kama ni mizuri, ahlan wa sahlan, wanaweza wakamsaidia baba na mama kulea. Lakini wengi wao hawaangukii katika mikono mizuri. Hapa ndipo mtoto anapoanza kuwa muhuni. Hapa ndipo mtoto anapoanza kuwa jambazi.
mtoto anapoanza umalaya, mtoto anapoanza vitu vya ajabu ajabu, ili tu ahakikishe wazazi wake wanaishi vizuri, wanapata kile ambacho yeye anaona hawajakipata. Haya yanatokea ndugu zangu, ni mara nyingi sana ufukara ukasababisha mambo mengi, na ndio maana Uislamu. Mimi kwanza sasa hivi nazungumzia zile asbab. Inshallah mbeleni huko naweza nikataja sasa ilaji zake, solution, tufanye nini. Lakini sasa hivi tutataja asbab ambazo zinapelekea watoto wetu kuharibikiwa katika maadili, ili kila mwenye mtoto, ili kila mzazi, ili kila nyumba ambayo tumepata ukumbusho huu, tudhibiti vile vitu ambavyo pengine vinaweza vikasababisha watoto wetu kuharibikiwa. Nafikiri time yetu imekwenda sana kwa leo, na kwa sababu umeme hamna, nataka wewe tuendelee. Tuendelee kidogo, tutaje na sababu ya pili. Sababu ya kwanza, ufukara uliotanda na kuweka kambi katika baadhi ya familia ni sababu ya watoto kuharibika kimaadili. Vipi? Mtoto na yeye anataka kusupport wazazi wake, hakubali kuona mama anashinda njaa, na pengine mama mjamzito anakunywa maji tu, anakunywa uji peke yake, hakuna chakula. Anaamua, anajitosa mtoto, mimi nitakwenda kutafuta kazi. Sasa huyo atakayemwandika kazi ni nani? Ile mikono inayompokea, magenge yale ambayo anakutana nayo kule. Bwana, usiwe na wasiwasi, sisi wenyewe hapa tuna madili yetu. Kuna supermarket fulani, kuna duka fulani, kuna kampuni ya mzee fulani, kuna pahala fulani, kuna shamba fulani, sisi chakula chetu tunatoa huko. Unafanya nini sasa? Tutaiba tu. Watu wameifanya kama kuiba ndo solution yao. Sasa hiyo pia angalau kuna nyingine sasa ya kusubiri watu usiku wakawakaba. Sasa mtoto akiwa kidogo ana mwili mzuri, pembea, bwana we bodi yako inafaa, we kazi yako itakuwa kukaba, si kazi yetu kuchomoa. Anapangiwa kabisa, na watemi hawa wanampangia kazi. Utamwona mwanao anakaba watu usiku, wanachomoa, wanakwenda kugawana. Na kwa nini hizi kazi zinawanogea? Kwa sababu siku nyingine mtu anatoka kazini usiku, ana mshahara wake, mshahara wote wanauchukua wao. Wote. Anarudi nyumbani hana kitu, wahuni wameshachukua, wanaona kumbe hii kazi nzuri sana. Na mtoto wangu na mtoto wako wameingia katika hizo shughuli baada ya kudondokea katika mikono ya watu aina hii. Kama ni wa kike, ndo kuna watu wanasema use what you have to get what you want. Yani tumia ulichokuwa nacho upate kile unachokihitaji. Wewe mwanamke mzima, wewe unasema huna pesa. Wewe mwenyewe kuanzia unyee mpaka unyaa ni pesa tu, kwa unasema huna pesa wewe. Wahuni wanamwambia sasa, wanamuonyesha, namfungulia pochi au handbag yake, ngatizama. Wewe umekaa tu huko unasubiri baba mama akulete, tizama pochi langu, tizama nyumba hii, tizama gari ile ninaendesha, tizama mimi ninavyong'ara, angalia nywele hizi zinavyokuwa. Anampa vitu yule, anashangaa, sasa wewe unafanya nini mpaka unapata hivi vyote? Anambia twende usiku nikupeleke. Anamuuza kwa wanaume, at least apeleke unga na mchele nyumbani. Hivi vitu vinatokea. Nisistrike hapo sana, twende katika nukta ya pili. Nukta ya pili anasema an-niza'u wash-shiqaqu baina al-aba'i wal-ummahat. Mizozo na migogoro na migongano kati ya baba na mama nyumbani. Na hili nalo ni moja katika asbabul inhiraf inda al-aulad. Watoto
kuwa na tabia zisizokuwa nzuri, kuwa na tabia mbaya, kuwa na maadili mabaya kinasababisha nini? Mizozo yetu sisi waume na wake zetu nyumbani. Kuanzia mwanzo mtoto anaona nipe nikupe za baba na mama pale nyumbani. Anaona watu wanapigana kila siku, tafikiri kuna boxing pale. Ameshazoea. Anaona kama asiposhuhudia watu wanapigana, watatukanana. Asipowaona watu wanatukanana, yani baba na mama, basi watakuwa wamenuniana tu. Hakuna hata kutabasamu. Utafikiri pale ni jela, mateso tu kila wakati. Mtoto anaona, anafungua macho, hapati kusikia kilma kizuri nyumbani kutoka kwa mama kwenda kwa baba, au kutoka kwa baba kwenda kwa mama. Kilma kizuri anachokisikia labda siku hiyo mama kumuita baba, we mbwa we. Kuna watu wanaitana mbwa, upewa jina zuri paka. Angalau ile paka ni min tawafina alaikum. Lakini watu wana lugha nzito. Mke amechachamaa, anaweza akarusha ngumi ikimpata baba knockout huyo. Yani mama pia naye yumo. Vitu hivi mtoto vinamuathiri. Akifungua mlango akiingia tu, yani siku hiyo kukiwa kumetulia, anaona ajabu. Anaweza kauliza baba leo hayupo. Kumbe na malaria, labda anaumwa, ndo kidogo yale mawimbi yametulia. Sasa msidhani kama watoto wanafurahia hivi vitu. Kuona wazazi wake wanapigana mbele yake, na mara nyingine watu wakipigana ndo wanapigana. Mtoto anaona vitu ambavyo hataki kuona kwa wazazi wake. Hivi vitu vyote vinamuumiza. Anakuwa traumatized na mambo mengi watoto hawa. Sasa hii hali au jawi kama hii, atmosphere hii, huwa mtoto inamlazimisha aondoke pale nyumbani, akatafute mazingira ambayo kidogo yatakuwa tofauti na yale. Sasa atayapata wapi? Atayapata maskani. Atachukua muda mrefu kukaa na wenzake kule, at least anabadilisha. Kuna watu hawapendi kwao, ujue. Kuna watu hawapendi kwao, anakuchukia kweli kweli kwao. Si kwa lolote. Unafikiri kama nyumbani alhamdulillah kila kitu kipo, maelewano ni mazuri, kuna chakula, kuna upendo, kuna huruma, kuna hanan, ndugu zake. Unafikiri mtu asikupende kwao kwa nini? Lakini mtu hapendi kwao. Ukimwambia nenda nyumbani, ameshaanza kuhuzunika. Anajua nyumbani ndo nyumbani tu, lakini kwa kweli sio pahala. Ukishaingia tu mule ndani ni matusi kwenda mbele, ugomvi kwenda mbele, vita kwenda mbele. Bora nikae huku. Sasa anaweza hata mara nyingine ukamwona siku mbili zote hajarudi nyumbani. Kimhoji mtoto, anambia baba anampiga mama, siwezi kuona vile vitu. Hata kuambia kwamba siwezi kuona, lakini tayari vinamuumiza, hapendi kuona. Sio lazima mtoto akuambie mimi sitaki kuona kitu 1, 2, 3. Malezi ya pale nyumbani yanamfanya awe na tanafur. Yani kuna vitu unajua vinafanya ukimbie, uvisukume. Sio vya kukimbilia, ni vya kukimbiwa. Ndio kama hivyo vya wazazi kuwa wao wenyewe pale nyumbani. Hakuna upendo wa kuwafanya watoto waipende ile nyumba. Na Qur'ani imetuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Yani ile utulivu ni kitu muhimu sana. Sasa huu utulivu sio tu kwa mume, huu utulivu sio tu kwa mke, huu utulivu unatakiwa mpaka kwa watoto. Hii familia inajengwa sasa. Watoto wale wanapata na wao utulivu. Umewatafutia mama mzuri, baba mzuri, watoto nao ni wazuri, unawalea katika mazingira mazuri. Na hawa watoto, unajua life nyingi ambazo sasa hivi sisi tunaziishi ni matokeo ya malezi ya wazee wetu walivyotulea. Hivi ambavyo wewe upo sasa, ajiangalie, unawapenda watoto
Kiangalia sana hawa watu walikuwa nao wanapendwa sana na wazee wao. Wale ambao hawana hata habari na mambo ya watoto nini. Kichunguza ukiangalia wazazi wao walikuwa hawana habari na wao. Yaani ni tofauti ndogo tu inatokea. Mtu amekuwa hamuoni baba wala hajamuona baba hata mara moja, lakini mwingine amekuwa mama hamuoni, ameshamzaa, basi utaona vitu kama hivi vinarudi, vina reflect. Hashughuliki na mamake mtu huyu, hashughuliki na babake. Na inaweza ukasikia statement ngumu kweli kweli, wewe mbona babako yeye mwenyewe alinitupa yule, hajalea hata siku moja yule, tena ashiki adabu yake, mimi simtambui. Sisi tunaona vitu vingi kwenye media, kwenye magazeti, vitu kama hivyo vinatokea. Mtu anamtukana baba yake, mama yake, vitu mambo ya ajabu ajabu. Ukiangalia ni vijana wetu wa Kiislamu, vijana wetu wa Tanzania wenzetu, wa Afrika wenzetu, vitu vya ajabu vinatokea. Kwa nini? Kwa sababu ya maadili aliyoyapata. Sasa mambo mengi ambayo sisi leo tunayaishi, tumeyarithi na kuyavuna na kukumbana nayo wakati wa uhai wa wazee wetu, ni wachache wale ambao na realize kwamba mzee mimi nimemsamehe mama mimi, lakini hajanifanyia sawa, lakini mimi sitaki niwafanyie watoto wangu hivi, mimi nataka niwe mtu mwingine. Ndio mtu anakuambia bila ya watoto wangu mimi no, sitaki mchezo kwa watoto. Vitu hivi vinatokea kwa sababu ameanza kujua nini tatizo. Na kama hujaambiwa tatizo huwezi kulijua. Unajua kwa sababu akili zenye kutengeza matatizo ni nadra sana zile kuja kutatua yale matatizo. Lazima waje watu wengine wamsaidie. Bwana kuna hili. Sasa unakaa kweli unasoma, binadamu sio ng'ombe. Sema kweli lakini hapa amesema kweli. Na hilo niko nalo. Huna huruma na watoto, huna upendo na watoto kwa sababu wewe mwenyewe uliishi katika mazingira yale. Nyumbani pale unafungua milango, la tajidu laka aban yadhummuka dhammata hanan. Upati baba at least anakuhug, anakubusu kichwa. Hakuna, upati jambo hilo. Wewe huwezi ukawabusu watoto wako. Ndio maana yule Aqra ibn Habis alipomuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anambusu mjukuu wake, akauliza kumbe mnabusu watoto wenu? Kuna watu wanashangaa. Akamwambia ndio. Nyinyi hamfanyi hivyo? Asema mimi na watoto 10 sijambusu hata mmoja. Sisi kwa sisi hapa tuulizane, ni wangapi tumeshawabusu watoto wetu? Au mtoto anakukimbilia maringiti, nenda kwa mama yako huko. Na hiyo ni afadhali, anaweza akapigwa kiki, anaweza akapigwa kibao. Sasa mtoto ile hali haisahau. Kwa hiyo watoto hawa wana recall vitu vingi sana. Kama wanawake, watoto na wanawake ni hatari. Unaona yule mtoto yule pale kaja na babake kwenye darasa. Hii darasa hataikumbuka hii mpaka atakuwa kama mimi. Atafika miaka 50 bado ana recall. Kwamba siku moja tulikwenda darasa, Othman Maalim alikuwepo anazungumza hiki 1 2 mpaka yale mazungumzo yale atakuwa anayajua. Wanawake ndo walivyo nao pia hiyo. Unaona hii kofia niliyovaa leo na hii kanzu. Ramadhani ijayo kama nikivaa hii mwanamke atajua hii Ramadhani iliyopita Othman Maalim alivaa kofia ile na kanzu ile. Sio hana nyingine maskini. Hivi vitu wanadhirikoli sana, wanavyo. Wewe na mimi kesho naweza nikavaa hii ukafikiria ni mpya. Wewe na mimi. Ndio maana wanawake kila harusi anataka awe na nguo mpya. Amejaza hizi nguo. Lakini inasema mimi sina nguo. Una nguo? Sina nguo. Na hizi hapa za nani? Hizo nishavaa.
Kwa sababu wenzake kule si ulivaa harusi ya Mwajuma hii si ile, ndo hata wanajua kweli kweli, na sio hizo tu, mpaka sisi wanajua hizi nguo tumevaa harusi ipi, mwaka gani, Ramadhani ipi, ilikuwa tarehe ngapi, siku hiyo kulikuwa na mvua kali, kulikuwa na jua, yote hayo wanajua. Sasa wewe na wewe ukibeba vitu kama hivyo utakuwa unachukua tabia zao, waachie wenyewe. Si unafuatilia watu amevaa nini, alivaa lini, atavaa nini tena. Cha pili ni vitendo vya wazee kugombana. Inshallah hii Ramadhani hii tusichukue muda mrefu. Mimi nafahamu kuna watu wengine wanatoka mbali mno kuja kufuata darasa zetu, na tuwape nafasi inshallah warudi nyumbani, na pengine iftari hajaandaa, na kuna wengine wanajiandalia wenyewe iftari zao. Lakini leo tumefungua hii darsa na hizi nukta zipo nyingi, na inshallah nitazitaja kidogo kidogo. Kwa mtu ambaye ana family, ana watoto, atapata kufaidika. At least to prevent is better than cure. So prevention, kule kuzuia ni bora kuliko kuponya. Tuzuie kabla jambo halijatokea.